Sindu baba oh, sindu baba oh. Yeah, sindu baba oh. Yeah, sindu baba oh. Yeah, sindu baba yeah, sindu baba Mume wangu, samahani lakini wakati naosha kichwa chako hapa nimeona ni kichwa cha baridi sana, yaani kama mtu aliokufa vile, yaani mpaka mikono yangu imekufa ganzi. Hivi una akili kweli? Unataka kujua nini? Sina kuuliza unataka kujua nini? Nisikilize wewe mwanamke. Hayo masuala yako kipumbavu siyataki kuyasikia. Sio, unanielewa? Mimi nategemea na mwanamke mwenye siri ndani ya nyumba. Mwanamke ambaye atanipa faraja. Wewe unabaki unichunguza, unanichunguza? Nakuuliza unachunguza? Lakini mume wangu, kwani nimefanya kosa kukuuliza? Baba. Lakini huyu mwanaume hata afadhiliki. Kila ninavyojaribu kumpenda hapendeki. Sindu baba oh, sindu baba oh. Binti, unadhani unaweza kunikimbia? Kama huwezi kunikimbia mimi, maana wewe ni binadamu wa kawaida. Unadhani unachotaka ukifanya itakuwa ni rahisi? Kama haiwezekani. Ninapokuwepo mimi, na huu ni utawala wangu. Ni mwana wa bingwa na moyo kunanja ndi kwa ajili ya watu wewe batali na nahamo. Tuondoke! Tuondoke! Waondoke! Waondoke! Wewe Waondoke! Ni kwa nini mnanikimbia? Wakati ninyi binadamu ni viumbe dhaifu sana. Na hata uwezo wenu wa kufikiria ni mdogo sana katika hii dunia. Mnataka kujua kwa nini nawaua? Ndiyo, kwa sababu mnatuua tu pasipo na hatia. Kwani tumewakosea nini?
Hili nalifanya niishangaze dunia, na ninachokitafuta hivi karibuni karibia nakipata, na alipojificha atajitokeza tu kwa haya matukio, na watanitambua tu kama mimi ndo Bitausi Mnyama. Asante sana kaka kwa kunisaidia. Ila nataka kufahamu wewe ni nani? Mlinzi wa hapa ndani, nikimaanisha nalinda kila kitu kilichopo hapa ndani pamoja na binadamu. Mbona sijawahi kukuona huko ndani? Wewe unakalia kwa wapi? Nataka unijuze. Sio rahisi kuniona kwa macho ya kawaida, ila inapaswa kutambua kitu kimoja. Kumekuwa na matukio ya ajabu sana katika mitaa. Kwa hiyo inakupasa kuwa makini. La sivyo utahatarisha maisha yako. Yaani unaweza ukafa. Sawa. Asante. Sawa. Ingia ndani. Samani Ufini, hivi vipi kuhusu Sima? Atakuwa salama kweli kwenye mji? Kuhusu Sima usiwe na wasiwasi, usiwe na shaka, kwa sababu sio mgeni katika mji huu na sio mtu mdogo wa kuweza kupotea. Kwa ondoa wasiwasi. Sawa, mimi ndo sababu ya kuweza kutenganisha undugu wenu. Hapana, ni ujinga wake yeye mwenyewe. Kwa sababu angeweza kunisikiliza, basi tungekuwa pamoja. Lakini nakuwa na mashaka. Ila kumbuka wewe ni ndugu yako. Usihofie wala kukupa kitu chochote. Atatutafuta tu. Hivi, nyinyi ni wenyeji kwenye huu mji? Na mbona mnaonekana hamna wasiwasi? Mmetokea sehemu gani? Moi je m'appelle Ufini. Et toi c'est m'appelle Nachi. Moi je vis dans le village qu'on m'appelle Kajeru. Oh, nimewafahamu sasa. Asanteni. Huyu binti ni asili ya kwetu. Na anaonekana mwenye nguvu sana. Lakini anahofia ukifanya ambacho utaka ukifanya. Na mimi nimeligundua hilo. Ila tupasi kuwa waoga, kwa sababu tuna nguvu zinazojitosheleza. Sawa, tuondoke. Wifi, yani siamini umekuwa na roho mbaya kiasi hicho. Ina maana mwanao kumsindikiza mwanangu dukani imekuwa shida? He? Watu wanauliwa huko mitaani. Vifo vya ajabu ajabu vinatokea. Ulitaka nimruhusu mtoto wangu aondoke na mtoto wako. Mimi ni mama. Ungekuwa wewe ungeweza? Kwa hiyo, unataka kuniambia hivyo vifo vinasababishwa na mwanangu mimi? Mbona umekuwa na roho mbaya kiasi hicho? Yaani hata sikuzania hata kidogo. La, ina maana kukufadhili kote kule unatuambia sisi tuna roho mbaya? Kukubeba uje kukaa kwenye hili jengo unatona tuna roho mbaya?
Hatujajua kama tunajibebesha gunia la misumari aliyakuwa tuna kipara. Haya, kama roho yangu mbaya, basi ipake rangi endelee kung'aa vizuri. Basi sawa, naomba unisikilize kwa umakini. Kuanzia leo hii, kila mtu aagize mtoto wake. Wewe utakuwa unamtuma mtoto wako na mimi nitakuwa namtuma mtoto wangu. Nadhani umenielewa mpaka hapo Vizuri. Nilikuwa nalisubiri kwa hamu. Kwa sababu hauwezi kutoa protoko kama hizo, baada ya mimi ndo nitoe protoko kama hizo. Kuanzia leo, saa hii ninakwambia, gauni langu hili sitaki nikuone umevaa. Kuanzia hapa unavoongea hizi habari, kalitoe gauni langu na nguo zangu, sitaki shobo na nguo zangu. Sijui umenielewa mpaka hapo? Kwa nguo gani sizoenda dobi zikatakata? Nguo zenyewe kufua hujui na kufulia mimi. Eti nguo. Leo ishia zako. Kwenda mwana kwenda wewe. Unanitisha mimi? Huwezi kunitisha kiasi hicho. Kama ni nguo, nitaleta mfanyakazi atakuja kuzifua. Unitishi kwa lolote. Umekondeana tu. Iweje utamani cha mwenzako, iweje utamani vya wenzako. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu. Binti, kuna wamama wawili unaishi nao nyumbani kwako. Mmoja ni mama mtu mzima na mwingine ni binti. Je, unawafahamu watu? Mzee, mimi siishi na watu nyumbani zaidi ya mimi na mume wangu tu. Binti, nina nia njema sana kwako na nahitaji nikusaidie. Hao watu unaoishi nao sidhani kama watakuwa ni watu wazuri kwako. Mzee, mbona sikuelewi? Na alafu sikufahamu. Na hawa watu unaowaongelea, mbona mimi siwafahamu? Binti, kunifahamu mimi sio tatizo. Lakini kumbuka mimi ni mtu mzima na nimetangulia kuliona jua kabla yako. Sidhani hao watu unaoishi nao kama watakuwa ni watu wema kwako. Na itakuja kukutokea jambo moja baya sana, utakuja kujuta katika maisha yako. Habari yako? Kwani unaniona? Ndio nakuona. Na pia nakufahamu. Na huu mguu nipo naelekea huko kwenu. Unanifahamu? Ulishia kuniona wapi? Nishawahi kuona huko kwenu. Nyumbani kwetu? Sawa. Hata hivyo sina muda kupoteza hapa. Kazi yangu ni moja tu sasa hivi. Ni kuua kila ninayemuona. Naona kabisa hii ni zamu yako. Hauwezi kuniua kirahisi kama unavyofikiria. Kwani wewe ni nani?
Rupia, mimi nawafahamu hao watu wanaofanya mauaji, na ni wachawi wakubwa sana, wana nguvu za kujitosheleza. Je, unaweza kunieleza kwa nini wanafanya mauaji kwa binadamu wasiokuwa na hatia, na kitu gani kinachosababisha wanafanya mauaji hayo? Au kuna kitu wanachokitafuta? Wanatafuta vazi la Sindu, na ni kitu muhimu sana, na pia kinamilikiwa na mtu mmoja tu, na huyo ndiye wanayemtafuta. Ila alipo huyo mtu, nyumba yake imeweza kuzindikwa na uchawi mkubwa sana, tena usioingilika, na ni ngumu kuweza kuifahamu nyumba hiyo ilipo. Je, ni nani huyo? Mtu huyo yuko hapa au yuko maeneo tofauti na hapa? Ni huyo mzee tunayemtumikia na kuweza kumlinda kila siku. Yeye ndiyo Sindu, na anamiliki vazi lenye thamani sana, ambalo vazi hilo linaitwa Sindu, na hao wachawi ndicho kitu wanachokitafuta. Sasa nimekuelewa. Kipi kifanyike ili wasifanye ya mauaji? Ili mauaji yasiweze kutokea ni kulipata vazi la Sindu, ila upatikanaji wake sio rahisi. Sawa, basi mimi niko tayari kuwakamata ili wasiweze kusababisha mauaji kwa binadamu wasiokuwa na hatia. Bila shaka, hayo ndiyo majukumu yetu, inapasa kuweza kuyakamilisha. Rupia, inatupasa tuwe makini sana, kwa sababu hao wachawi wana maumivu ya muda mrefu sana. Hey, hapo. Usiingie ndani kwangu. Kuanzia leo, wewe na mamako siwataki kwenye hii nyumba. Kumbe nyinyi ni watu wabaya sana kiasi hiki. Naomba leo muondoke na siwataki hapa kwangu. Dada, kwani kuna tatizo gani? Mbona mimi sijui chochote? Imekwaje? Kwani hamjui nyinyi mnavyovifanya? Wewe na mamako. Nakula na nyinyi kuanzia mchana. Kumbe nyie mnaruka usiku eti. Nyinyi ni wachawi mlioshindikana. Sasa basi, kama umenielewa, mwambie wewe kinyago mwenzako humu ndani kaondoke fast. Siwataki hapa.